Bana, tunaenda kuangazia wapinzani wa Yanga ambao wiki ijayo tu hapo Yanga atakuwa ugenini pale nchini Malawi ambapo anaenda kucheza na Strikers FC kutoka nchini Malawi. Ni timu namna gani? Shabel Daniel yuko hapa kutujuza. Hakikisha umesubscribe YouTube channel yako, lakini pia umewasha notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Shabel, ni timu ya namna gani? Kwanza jina lao la utani wanaitwa kina nani? Ni Silver Strikers. Hao wanatokea mji mmoja hivi Malawi unaitwa Lilongwe. Ni mabingwa wa Super League ya Malawi, lakini pia jina lao la utani hao wanaitwa The Bankers, watu wa pesa mtei. Kwa sababu hawa ni timu ambayo inatoka kwenye benki moja huko nchini Malawi. Kwa hiyo ni timu ambayo inajiweza kiuchumi, inajimudu, na ndio maana imekuwa ni moja pia sababu ya mafanikio yao kwenye soka la Malawi, kwa sababu hawa ni mabingwa mara 9 wa ligi ya Malawi, lakini pia ndio mabingwa watetezi wa Malawi Super League huko nchini kwao. Kwa hiyo ukizungumza timu kubwa katika nchi ya Malawi, klabu kubwa zile, utawataja Nyasa Big Bullets, utawataja the Mighty Wanderers, lakini pia utawataja pia hawa Silver Strikers, mabingwa mara 9 kwa mradhi wa Super League ya nchini Malawi. Na hii ni timu ambayo kwa kukumbusha tu wa Tanzania, ni timu ambayo ilimtoa kiungo mshambuliaji ambaye aliwahi kupita Simba lakini hakufanya vizuri, Duncan Nyoni. Alisajiliwa kutokea hii timu ya Silver Strikers msimu wa mwaka 2021 2022. Yes, tumeona ni moja ya timu ambayo ukiangalia watu wanasema ni kama haiwezi kaisumbua sana Young Africans kutokana na aina ya wachezaji ambao wanao na wachezaji ambao sio quality, lakini mpira umekuwa ni tofauti na hapo. Tunaweza tukashuhudia maajabu. Sidhani, kwa sababu mpira wa Malawi kidogo una changamoto zake na umeshuka sana kwa miaka hivi karibuni. Na hawa unaweza kutazama pia namna ambavyo wamefuzu hii hatua ya pili ya mashindano ya CAF huko kwao. Walitoa timu moja inaitwa Elgeco Plus kutoka Madagascar. Mechi ya kwanza walipata sare ugenini, mechi ya pili wakatoka sare pia bila kufungana katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni timu ambayo bado haipo katika level sahihi ya kushindana na timu kama Young Africans, lakini ni football, lolote linaweza likatokea, lakini bado naamini Young Africans wana uwezo na ubora mkubwa sana kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Pengine inawezekana pia ni mechi nyepesi pia kwa mtazamo wangu kuliko ambayo walikutana nao kwenye hatua zile za awali dhidi ya Wydad ya nchini Angola. Unataka kuwahakikishia mashabiki wa Yanga kwamba hapa wanapita bila kuwa na kikwazo chochote? Without doubt, Young Africans anakwenda kwenye hatua ya makundi, yani bila hata kutumia nguvu kubwa sana, kwa sababu nimewatazama, nimewafuatilia. Silver Strikers ni timu yani uwezo wao ni tofauti sana hata na uwezo ambao alionyesha Wydad kwenye mchezo wa kwanza, lakini ni mpira wa miguu kama nilivyozungumza. Lolote linaweza likatokea. Ukiwa hujajiandaa vizuri unaweza ukapoteza. Ukiridhika kwenye mpira wa miguu, ukidharau mpinzani kwenye mpira wa miguu, lolote linaweza likakutokea na ukapata matokeo mabaya na kushangaza. Watu wanatamani kufahamu wana wachezaji gani ambao ni hatari zaidi, ambao Yanga wanatamani kuwachunga zaidi kuelekea kwenye mchezo wao huo wa wiki ijayo. Wana wachezaji ambao ni ngumu kuwataja majina yao, lakini ni lazima watu wafahamu hii ni timu ambayo ina nyota wengi wazawa ambao pia wanalitumikia taifa. Wanaitwa pia kwenye timu ya taifa na golikipa namba 1 nafikiri wa timu ya taifa anatokea kwenye timu hii. Wana mabeki, wana viungo ambao pia wanacheza baadhi kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Malawi. Kwa hiyo sio timu ya kuchukulia poa, na sio timu ya kuchukulia poa. Ukitaka kulinganisha, kufanya comparison ya mchezaji na mchezaji dhidi ya Young Africans, bado wachezaji wa Yanga wana profile kubwa na uwezo mkubwa kuliko wa Silver Strikers. Na ni timu ambayo ukitazama rekodi zao kwenye mashindano ya CAF
haina rekodi hizo za maajabu, kwa sababu mara ya mwisho wanashiriki kwenye mashindano ya CAF ilikuwa ni mwaka 2018-19. Walishiriki wakatolewa kwenye hatua za awali kabisa, yani mechi ya kwanza tu wakatoka, lakini walipata pia nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya CAF mwaka msimu wa 2021-2022, lakini wakakosa vigezo. Mwalimu wao alikuwa ana leseni ya kuiongoza timu ikakosa mtu wa kuiongoza, basi hawakushiriki kwenye mashindano ya CAF kipindi kile. Kwa hiyo wanarejea tena sasa hivi wakiwa sio timu yenye uzoefu wala historia kubwa sana, kwa sababu nikutajia timu zenye records kubwa, zenye mafanikio makubwa kwenye mashindano ya CAF na haya kwenye ya ndani nchini Malawi. Nimekuambia ni Nyasa Big Bullets pamoja na Mighty Wanderers, na wanafuatia hawa wengine kama Silver Strikers. Juzi walikuwa na mchezo dhidi ya Nyasa Big Bullets na walikuwa wa kwanza kupata goli. Na walikuwa wanaonekana wako hatari sana kwenye dakika 30 za mwanzo, kabla ya baadaye kwenye kipindi cha pili hicho kwenye dakika hizo kupigwa comeback. Yawezekana plan yao ikawa ni kutafuta goli la mapema then kuzuia. Kufuatilia hawa ni wana shida moja ni kwa msimu huu ambapo nimekuwa nikifuatilia mechi zao kuanzia ile aliocheza na Elegeko Plus, ni watu ambao hawawezi kumaintain intensity ya mchezo kwa dakika zote 90. Ni wachezaji wa vipindi vichache, yani pumzi yao ni ya muda mchache sana. Nafikiri wana kazi pia kubwa ya kufanya mpaka warejee waupate ubora wao ambao uliwafanya waweze kuwa mabingwa nchini Malawi. Kwa hiyo haitakuwa ideal sana dhidi ya mpinzani kama Young Africans ambaye tayari gari limewaka, yupo kwenye kiwango kizuri, japokuwa sio hivyo kama wengi wanavyodhani, lakini kwa mtazamo wangu mimi Yanga wapo katika pace nzuri tofauti na hawa Mighty Wanderers. Inawezekana pia hawakuwa na maandalizi mazuri kwenye msimu, ndio inapelekea kuona matokeo kama haya, kwa sababu hawajaanza msimu vizuri, wamekuwa hawapati matokeo ya ushindi, wanapata sare nyingi sana, kitu ambacho hakikupi picha nzuri unapokwenda kukutana na Young Africans katika michezo miwili ya mtoano. Mchezo mmoja kwako, mchezo mwingine unakuja kumaliza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mechi ngumu kwao kwa sababu ya hizi changamoto ndogo ndogo za kiufundi ambazo wanazipitia kwa sasa hivi mwanzoni mwa msimu. Nafasi ya Yanga kwenye mchezo huu ni ipi? Bado nafasi yangu kwa Young Africans ni kubwa, kwa sababu naamini yani hata kama wakiwa hawana ubora kama timu, lakini bado wana individuals ambao wanaweza wakafanya vizuri na kuisaidia timu na kupata matokeo kwenye mchezo huu.